Huko Korea kulikuwa na daktari aitwaye Hurjun aliandika Dongwibohgam, encyclopedia ya matibabu. Ustadi wake wa kitiba ulijulikana sana mahakamani na hatimaye akachaguliwa kuwa daktari wa mahakama. Kuanzia wakati huo alianza kuhisi wivu. Mwishowe aliishia kufanya kazi katika kituo cha afya cha umma badala ya ikulu. Huko alifanya kazi kama daktari akiwatibu watu. Rafiki mmoja alikuja kumwona na kusema, "Je, hauhisi kwamba umekosewa kabisa? Kwa ustadi kama wako, je, unapaswa kuwa hapa ukiwatibu watu wa kawaida badala ya kufanya kazi ikulu?" Alikasirishwa na rafiki aliyekuwa kando yake. Hata hivyo, Hurjun hakujiona kama ameondolewa, badala yake alishukuru kwa ajili ya hiyo nafasi. Sababu ya kushukuru ni kwa sababu hata katika jumba la kifalme kulikuwa na wagonjwa wachache wa kuwatibu kila siku. Walakini akiona umati wa watu wakija kila siku, wakiteseka na kutafuta msaada, akasema, hapa nina fursa nyingi zaidi za kutekeleza tiba ya kweli kuliko kile ambacho ningefanya katika ikulu. Hii ni bora zaidi na yenye maana zaidi kwangu. Kwa njia hii alijitolea kutoa huduma ya matibabu kwa watu wengi iwezekanavyo, hata kama ilimaanisha kumsaidia mtu mmoja tu. Tunaposhindwa kuridhika, tunaendelea kuanguka katika dhambi na kuwa na wivu. Katika hali ya kutoridhika kwetu, hisia za hali duni, malalamiko na kutotosheka zinaonekana kutokea mara nyingi. Vivyo hivyo, Mtume Paulo hakuyumbayumba kwa shukrani kumwelekea Mungu bila kujali hali zake. Hivyo katika Wafilipi sura ya 4 mstari wa 10 alisema kwamba alikuwa mwenye shukrani na mwenye furaha sana kwa ajili ya neema ya kuridhika aliyopokea kutoka kwa Mungu.